Msikilizaji, asante kwa kuweza kuwasha video hii. Hapa ni sehemu nzuri, sehemu salama ya kuweza kujifunza ujasiriamali wa kuzalisha bidhaa mbalimbali. Leo tuko na utengenezaji wa sabuni ya maji. Kama tunavyoona, hatua ya kwanza tunamimina chumvi katika jaba, na chumvi ambayo inapaswa kutumika hapa ni chumvi ya mawe. Baada ya kumimina chumvi ya mawe, hatua nyingine ambayo inaweza ikafuatia ni kumimina Siles au Texapon. Lakini watu wengine pia hupenda kuita unga roll. Kwa hiyo karibu sana kujifunza ujasiriamali. Naitwa Mwalimu Almasi kutoka Loudness Enterprises. Kazi yangu kubwa ni kukuletea makala mbalimbali za kuweza kutengenezea ubunifu wa kutengeneza bidhaa mbalimbali kisha kuuza na kuweza kuleta tija katika maisha yako siku zote. Kumbuka kwamba hapa leo tuko katika zoezi la utengenezaji wa sabuni ya maji. Ikiwa utahitaji kujifunza zaidi ya hapa, yani namaanisha kupata vipimo pamoja na usimamizi wetu, basi unaweza ukanitext kupitia WhatsApp namba 0783500971. Kuna nakala ya kitabu ambacho nimekuandikia ambacho kina bidhaa zaidi ya 18, lakini pia utapata mwongozo na utafundishwa hatua kwa hatua utengenezaji wa bidhaa ya sabuni ya maji, lakini pia pamoja na bidhaa zingine nyingi kama sabuni za miche, magadi, sabuni za kuogea, sabuni tiba, hand wash, window cleaner, tiles cleaner, serum, scrub, lotion, lip balm na bidhaa zingine nyingi ziko katika kitabu cha Miliki Kiwanda Chako. Na ikiwa utapenda hicho kitabu, basi utanitext WhatsApp, nitakutumia utaratibu wa kupata kitabu chako cha Miliki Kiwanda Chako. Asante sana kwa kuweza kunifuatilia. Ninafurahi sana kwa sababu kuna baadhi ya watu wamekuwa ni wafuatiliaji wangu wazuri na wanauliza maswali ili kuweza kujifunza zaidi. Baada ya kukoroga chumvi pamoja na Siles, hatua nyingine ambayo itafuata, tutaanza kuweka maji jagi moja moja, huku ukorogaji unaendelea kama kawaida. Na ukorogaji, msikizaji, ni kuelekea upande mmoja. Zingatia sana hilo. Hapa katika video ya siku ya leo hatujaweka vipimo. Kwa hiyo ukitaka kujifunza zaidi, maana yake lazima unitext WhatsApp, nikupe utaratibu wa kuingia darasani, alafu pia utaanza kujifunza. Utakuwa chini ya usimamizi wa mwalimu, atakuelekeza sehemu jirani kulingana na mkoa ulipo ya kupata malighafi kwa bei nafuu. Hata ukiwa unazalisha, basi vizuri ukawa na ukaribu na mwalimu ili kuepuka hasara ambazo unaweza ukazipata. Kwa hiyo tunaendelea kukoroga upande mmoja, kisha tunaendelea kuweka maji jagi moja, na huku korogaji unaendelea kama kawaida. Jambo la kuzingatia sana, msikilizaji, kwenye sabuni ya maji, haupaswi kuwa mvivu kabisa kukoroga sabuni yako. Hakikisha kwamba unaweza kukoroga hata zaidi ya kile kipimo alichokuambia mwalimu. Hata mwalimu akikwambia koroga dakika 5, maana yake hata kama ukizidi hakuna madhara, isipokuwa zisipungue zile dakika ambazo amekuambia. Na ukiwa unakoroga sabuni, haitakiwi uwe mvivu. Ukoroga haswa, kwa sababu tofauti na hapo labda uwe na mixer, hand mixer ile, kwa sababu ile inatumia mota, kwa speed yake ya ukorogaji ni kubwa zaidi. Kwa sasa wewe usijilinganishe na yule mtu mwenye mashine. Kwa wewe ambao unatengeneza manual hivi, kwa kukoroga vizuri zaidi, kwa koroga zaidi ya zile dakika ili kupata matokeo mazuri zaidi. Na siri moja ambayo hujui ni kwamba sabuni ya maji kadri unavyozidi kuikoroga zaidi inakuwa bora zaidi. Inakuwa inaumana vizuri zaidi. Ile chumvi inakuwa inayeyuka vizuri zaidi. Vile viambata au zile ingredients zinakuwa zinashikamana vizuri zaidi. Asante, tunaendelea. Tunachukua maji pembeni katika ndoo ndogo hiyo hapo ambayo unaiona. Hapo tumeweka soda ash light, tumeweka pia sulfonic ambayo hapa tunaimimina kwa ajili ya kutakatisha au kwa ajili ya kungarisha, hasa pale unapokuwa unafulia au unadekia sabuni yako. Lakini kumbuka kwamba kwa sababu sulfonic eti inangarisha na takatisha, haimaanishi kwamba ujaze. No, kila kitu kifanyike kwa kipimo maalum. Na sisitiza tena, kila jambo unalolifanya kwenye ujasiriamali, isipokuwa rangi peke yake. Rangi unaweza kukadiria, kwa sababu rangi kazi yake kubwa ni kupendezesha tu, haiongezi chochote tofauti na ule muonekano. Kwa hakikisha kwamba kila jambo unalolifanya, kila ingredients ambayo unaiapply, kila kiambato unachokiweka kwenye sabuni yako, hakikisha kwamba kina kipimo, aidha kipimo cha gram au kipimo cha mils. Japokuwa wengine baadhi hutumia vijiko, lakini hapo tunaweka perfume hivyo. Vijiko mara nyingi huwa visemi ukweli sana, kwa sababu kuna mtu anaweza kachota kazidisha, kuna mtu anaweza kaweka level. Hapo nimeweka acetic acid, kwa tumia gram au mils.
utapata matokeo mazuri sana. Lakini inapobidi hauna labda ile scale ndogo ile ya kufanya vipimo, unaweza kutumia vijiko kwa kufuata utaratibu wa mwalimu. Asante sana, tunaendelea. Hapo wakati naelezea hapo tumimina perfume, tukamimina kwenye na citric acid kwa ajili ya kutunza sabuni yetu iweze kuishi muda mrefu zaidi. Na hapa katika maji pembeni nimemimina CMC kwa ajili ya kupata uzito mzuri kwenye bidhaa yetu ya sabuni ya siku ya leo. Baada ya hapo nitamimina huu mkorogo wenye CMC kwenye huu mkorogo mkubwa katika jaba. Nitakoroga kwa dakika zilizopungua 15, kisha nitafunika ili kwamba sabuni yangu isiendelee kupoteza manukato. Kwa hiyo nikukaribishe sana. Kama unapenda kujifunza, kama unahitaji kitabu, utanitext WhatsApp kwa 0783500971. Kama unahisi kwamba channel hii ni muhimu sana kwako, unaweza ukasubscribe ili uendelee kujifunza zaidi. Lakini zaidi ya yote, kama una jambo lolote unataka kushare na mimi, unaweza kuniandikia chini ya video hii ili tuendelee kuboresha zaidi huduma zetu na kuwafikia watu wengine wengi kwa ajili ya kujifunza zaidi. Kila mtu awe na jambo la kufanya, asikae bila kazi. Karibu sana na asante.